Nipende kwa mara nyingine tena kukaribisha katika mfululizo wa mada zetu mbalimbali za uwakili, tunapoendelea tena leo kutafakari juu ya mada ya mali, na hasa juu ya umiliki wa mali katika familia. Umiliki wa mali, Bwana anapowabariki mali imilikiweje ili iwe baraka badala ya kuwa laana. Kwa nini? Kwa sababu kuna changamoto nyingi katika familia nyingi. Kadri Mungu anavyowabariki, badala ya wanandoa kudumu kuwa wamoja, kudumu kuishi kwa upendo, kudumu kuishi kwa furaha, naam, kufikia mahala kwa sababu ya baraka za mali wakaanza kutengana, wakaanza magomvi. Kwa hiyo kwa baadhi ya watu Mungu anapowabariki, badala ya pesa na mali nyinginezo kuwa baraka nyumbani, zimegeuka kuwa laana. Lakini mpango wa Mungu ni upi anapotubariki kwa maisha haya, na hasa katika swala zima la kuhusiana kati ya mume na mke na mali anazotupatia Bwana? Yako mambo machache muhimu ambayo ningependa kuyaleta kwako kama mashauri, ambayo yakizingatiwa, pesa inapopatikana au mali inapopatikana itakuwa baraka, maana huo ndio mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Yako mambo takriban 11 hivi ambayo yanatakiwa kuzingatiwa na wanandoa pindi Bwana anapowabariki, ili baraka zozote zinapokuja, hata kama zimekuwa kubwa kiasi gani, bado zidumu kuleta umoja nyumbani, bado zidumu kuleta upendo nyumbani, bado zidumu kuleta furaha nyumbani, na ziendelee kuwa baraka kwa wote badala ya kuwa baraka kwa mtu mmoja, na wakati mwingine hata kutapanywa kuwa baraka kwa watu wengine, badala ya hali watu wa familia, mume au mke na hata watoto wakipuuzwa katika kubarikiwa na baraka hizo ambazo Mungu amezileta nyumbani. Jambo la kwanza, ili pesa na baraka nyingine zinapokuja nyumbani ziwe baraka, ni muhimu kwa wanandoa, mume na mke, kisha kwamba wanafanya mapato yote wanayoyapata kuwa yao wawili. Kwa hiyo yafanyeni kuwa yenu wawili. Mungu anapowabariki, haijalishi amewapa nyingi, amewapa kidogo, zifanyeni kuwa zenu wawili. Kwa nini? Kwa sababu katika mpango wa Mungu, Mungu anaweza kuibariki familia kupitia kwa yeyote. Baraka zaweza kuja nyumbani kupitia kwa jitihada ya mume, baraka zaweza kuja nyumbani kupitia kwa jitihada ya mke. Na Mungu anapotuunganisha pamoja, ukisoma Biblia katika kitabu cha Mhubiri sura ile ya 4, Mhubiri sura ile ya 4 na ile aya ya 9, Mhubiri 4:9, Biblia inasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Afadhali kuwa wawili. Mhubiri sura ya 4 aya ya 9 mpaka ya 12 inazungumzia mahusiano ya wanandoa. Inazungumzia wawili, mtu mume na mtu mke, sio mtu na rafiki yake. Sasa Bwana anasema ni afadhali kuwa wawili, na wawili ni mtu mume na mtu mke. Kwa nini? Kwa sababu wapata ijara njema. Neno ijara lina maana ya baraka. Neno ijara lina maana ya mafanikio. Neno ijara lina maana ya mapato. Neno ijara lina maana ya mshahara, kwamba mpango wa Mungu, wawili hawa mume na mke wanapoungana pamoja, Mungu aweza kuleta baraka kupitia aidha kwa kazi iliyofanywa kwa pamoja na kwa umoja wao, au kwa kazi iliyofanywa na mwanamke au iliyofanywa na mwanamume. Na kwa sababu hiyo basi, baraka zinapokuja zimepitia kwa mume au zimepitia kwa mke, kumbuka hiyo ndio njia aliyoipanga Mungu kuibariki familia husika, kupitia kwa njia hiyo, aidha kupitia kwa jitihada ya mume au kwa jitihada ya mke. Na kwa sababu hiyo basi, baraka zinapokuja, jambo la kwanza muhimu, ili baraka hizi za pesa na nyinginezo zidumu kuwa zilete mambo mema nyumbani, mahusiano, zilete amani, upendo, furaha na umoja, ni lazima Mungu anapowabariki, fanyeni baraka hizo zote kuwa zenu wawili, bila kujali ni mume ndiye aliyetoka mapato haya yakapatikana, pesa hiyo ikapatikana, mali hiyo ikapatikana, au ni mke ndiye aliyetoka, mali hiyo ikapatikana na kadhalika. Hilo ni jambo la kwanza muhimu sana la kuzingatia, kwamba Mungu anapowabariki, hakikisha kwamba chochote ulichokipata, hata kama mwenzako hana habari nacho, jua ni mpango wa Mungu kuwabariki, na hivyo fanya hayo mapato sio yako bali yawe yenu wawili. Jambo la pili muhimu la kuzingatia, ili pesa na baraka nyingine Mungu anazotuletea katika maisha ziwe baraka kwenu,
Naam, zilete mambo mema mazuri nyumbani, ikiwemo amani, ikiwemo upendo, ikiwemo furaha, ikiwemo umoja. Ni kila mmoja kuwa wazi kwa mwenzake juu ya mapato yake. Kuna watu wanawaficha wenzi wao, na hata baadhi ya wanaume wanaficha wake zao wakidai, unajua hata Biblia imesema ishi na mke kwa akili. Na wanadhani akili inayozungumza basi ni ya kumficha mke pesa, kumficha mali na kadhalika. Hapana, hapana, hapana. Mpango wa Mungu ni kwamba chochote anachowabariki basi kila mmoja awe wazi. Ni mke umetoka kwa ajili ya kazi fulani na Mungu amekupa pesa, amekupa mbaraka fulani, uwe wazi kwa mume wako. Ni mume umetoka kwa ajili ya majukumu, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya biashara fulani, uwe wazi kwa mke wako. Hilo ni jambo jingine muhimu la pili la kuzingatia, uwazi uwepo nyumbani. Pale tunapofichana, ukimficha mke wako, umficha mume wako, siku atakapogundua vinginevyo, basi ile hali ya kuaminiana itatoweka, na ikishatoka ni kazi sana kujenga uaminifu tena, kujenga tena hali ya kuaminiana katika maisha ya ndoa, na wengine inaweza kuwaletea mzozo na hata kupelekea kufikia hata hatua ya kutengana na kadhalika. Kwa hiyo jambo la pili la kufanya kuhakikisha kwamba kila mmoja anakuwa wazi kwa mwenzake juu ya mibaraka mbalimbali ambayo Mungu anaileta kupitia kwake. Jambo la tatu muhimu ambalo linatakiwa kuzingatiwa kwa mibaraka ya mara aliyotupatia Bwana katika maisha ya familia na maisha ya ndoa ni kila mmoja kushinda ubinafsi. Ni muhimu mume kushinda ubinafsi. Ni muhimu mke kushinda ubinafsi. Ubinafsi unaharibu mambo mengi nyumbani. Na unapelekea hata hivyo kufichana, unapelekea hali ya kutapanya mali, kutumia ovyo, maana kwa sababu mwenzako hajui, hawezi kukushauri, hawezi kukukataza, hawezi kukuzuia, na kwa hiyo unatumia tu vyovyote upendavyo, na matokeo yake utakuta mali ambayo ingefanya mambo fulani mazuri nyumbani inaishia kutapanywa na kutumiwa isivyo stahili na kuharibiwa na kupotezwa kwa mambo pengine yasiyokuwa ya muhimu. Kwa hiyo ule kushinda ubinafsi. Na najua wako watu ambao Bwana anapowabariki mwenzake akiuliza, mwenzangu wewe kuna nini kimepatikana huko kwenye biashara yetu hiyo, huko kwa mshahara wako ukoje na kadhalika, hayuko tayari kumwambia mwenzake. Anaweka kuwa sina, hata anapotaka kujua anamwambia unazitaka za nini? Hata hivyo kwanza sio zako, hizi ni zangu. Wewe kaa tulia. Na hata wakati mwingine mwenzi wake, wewe tulia tu, faidi matunda ya uhuru. Hayo sio mambo ambayo Mungu aliyakusudia na anatamani kuyaona yakichukua nafasi au yakitokea katika mahusiano yetu ya ndoa, Jambo la 4 muhimu la kuzingatia ili pesa na baraka nyingine anazotupatia Bwana ziendelee kuleta amani nyumbani, kuleta umoja nyumbani, kuleta upendo nyumbani na kuleta furaha nyumbani. Mambo manne ambayo Mungu anatamani kuyaona yakidumishwa katika maisha yetu ya ndoa ni kupanga pamoja namna ya kutumia baraka anazowapatia Bwana. Pangeni pamoja pesa mbalimbali, haijalishi ni nyingi au ni kidogo. Mpango wa Mungu ni kwamba kadri anavyotubariki katika maisha haya, basi mume na mke mkae pamoja, mwangalie baraka mlio nao, mpange nini cha kufanya, mshauriane na hata mkubaliane kwamba kwa hiki alichotupatia Bwana kwa wakati huu, basi tutafanya hiki. Tutanunua sementi, tutanunulia watoto nguo, tutanunua chakula, tutasaidia jambo fulani, tutamsaidia mtu fulani na kadhalika. Mipango ya pamoja ni jambo la muhimu sana kuhakikisha kwamba baraka za Mungu basi zinatumiwa vizuri katika familia. Na katika kupanga kwetu pamoja, kuna watu pia ambao hata wanapokaa kupanga, kila mmoja anataka tu pesa iliyopatikana itumike tu kukidhi matakwa yake, mapenzi yake. Hapana, shinda ubinafsi wako. Tamani kuona mipango inapopangwa basi iguse mume, iguse mke, iguse matakwa ya watoto, na hata iguse watu wengine ambao ni ndugu na jamaa ambao tunaweza kuwasaidia, na hasa wazazi wetu, wazazi wa pande zote mbili. Maana pia wako wengine katika kupanga namna ya kusaidia, unashangaa kila baraka unapopatikana basi inayokumbukwa tu ni familia moja. Mtu mwingine anaweza kuwa tu ni wazazi wa mke peke yao au wazazi wa mume peke yao. Hapana, hatakiwi kuwa hivyo. Tunapopanga namna ya kusaidia, basi tukumbuke wazazi wetu wa pande zote mbili wanahitaji msaada wetu, hata kama ni watu walio na mapato. Lakini sisi kama watoto lazima tuwakumbuke wazazi wetu, ili wajue kwamba tupo na wajue kwamba tungali tukiishi. Hata kwa kuwasaidia vitu vidogo vidogo ambavyo vitawasaidia kwa namna moja au nyingine, lakini pia vitaendelea kujenga kumbukumbu katika akili zao ya kwamba na wao wamezaa watoto na kwamba watoto wanawakumbuka na mambo mengine mazuri ya namna hiyo. Lakini jambo la 5 ambalo ni la muhimu sana ili
Mibaraka ya mali, mibaraka ya pesa anayotupatia Bwana katika maisha yetu ifanye mambo mazuri nyumbani. Jambo la 5 ni kuepuka maisha ya kushindana na watu wengine. Kuna watu wanapobarikiwa, amepata pesa milioni 1, milioni 2, milioni 10, anaingia kwenye maisha ya kushindana na watu wengine, anatamani kufanya vitu vikubwa kuliko vile walivyofanya wengine. Nikukumbushe ya kwamba katika maisha haya acha tabia ya kushindana na wengine. Kwa nini? Kwa sababu katika maisha ya familia, vipaumbele vya familia hutofautiana kutoka familia moja hadi nyingine, lakini hata vipato pia hutofautiana, lakini pia hata matumizi hutofautiana. Mnaweza kuwa ni watu mnafanya mahali pamoja na mnapata mshahara wa aina moja, lakini mwisho wa siku utagundua kwamba matumizi ya kila mtu yako tofauti na matumizi ya mtu mwingine. Maendeleo ya familia moja yako tofauti na maendeleo ya familia nyingine kwa sababu ya utofauti wa vipaumbele. Na kwa sababu hiyo basi, acha maisha ya kushindana na watu wengine. Jambo muhimu la kuzingatia ni kwamba fanyeni yote mnaweza kuyafanya yaliyo ndani ya uwezo wenu, bila kujali wengine wanafanya nini. Maisha ya kushindana yamewafanya watu wengi kuingia katika madeni, yamewafanya watu wengi kuingia katika changamoto mbalimbali ambazo hata zimeharibu mahusiano yao, lakini pia zimeshusha hadhi yao hata katika jamii. Acha kushindana, ila chochote unachoweza kufanya ili mradi kiko ndani ya uwezo wako, hata kama hakuna mtu aliyewahi kukifanya mahala pako, katika mji wako, katika mkoa wako, katika wilaya yako, katika kijiji chako, na unaweza kufanya, kiko ndani ya uwezo, hicho fanyeni. Lakini sio kufanya kwa sababu fulani amefanya kitu fulani, naona lazimika, naona sukumwa hata kutafuta huko na huko, kuingia hata wakati mwingine kwenye njia batili za kutafuta mali ili mradi tu ufanane na mtu fulani, ulingane na mtu fulani. Mambo hayo hayatakiwi kufanywa katika maisha yetu. Kwa hiyo maisha ya kushindana, usishindane na mtu. Maana pia kuna watu wengine mnaweza kuwa mnafanya kazi ya moja, lakini bado wana kazi nyingine za ziada wanazozifanya. Mnafanya mko kwenye ajira ndio, lakini mwenzako ategemei tu ajira, bado ana biashara mahali fulani, bado ana shamba mahali fulani, na wewe unaishi tu kwa biashara. Kwa hiyo unaona anafanya vitu vikubwa na nini na unaingia kwenye kushindana naye. Hapana, usishindane na mtu yeyote, lakini fanyeni yale yote mnaweza kufanya yaliyo ndani ya uwezo wenu. Jambo jingine muhimu la kukumbuka kwamba Mungu anapotubariki, jambo jingine ni kuepuka maisha ya kukopa. Moja kati ya vitu ambavyo vinashusha hadhi na hata vimeharibu mahusiano ya wanandoa ni pale watu anapoishi kwa kukopa. Leo amekopa viatu, amekopa nguo, amekopa chakula, amekopa pesa. Biblia inatuonya katika kitabu cha Mithali sura 22 na ile aya ya 7 kwamba ukiishi maisha ya kukopa yatakuondolea uhuru wako. Madeni yatakufanya utawaliwe na huyu anayekukopesha. Mtu anayekukopesha anageuka kuwa mtawala wako. Ndio maana wengi wakishakopa, na hasa wale wanaoishi maisha ya kupanga, unashangaa tu mtu amehama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na wala hata haagi majirani zake. Na mara nyingi watu wanaokimbia madeni hawahami mchana, wanahama usiku. Kwa nini? Kwa sababu hawana uhuru. Na wengine wanaingia kwenye maisha ya uongo na kudanganya. Wakati mwingine hata anawaambia watoto kabisa, jamani fulani akija hapa mwambie sipo. Na watoto wao ni waaminifu. Na kweli wakifika atamwambia baba au mama amesema ukija tu kuambia hayupo, lakini kwa kweli yuko ndani. Sasa maisha namna hiyo na kuendelea uhuru wako. Na wengine wanaokopa wanashangaa hata kwenye jumuiya hawezi, kwa sababu amewakopa wanajumuiya wenzake, amewakopa washirika wenzake au waumini wenzake. Matokeo yake hata kwenye kama ni kwaya wanashangaa hawezi kwenda kuimba tena, kama ni kanisani hawezi kuhudhuria tena kwa sababu ya kuogopa kukutana na hao watu waliomkopesha. Kwa hiyo madeni yanakuondolea uhuru. Hata pale unapokopa, ukope kwa sababu imelazimu, lakini pia kumbuka kulipa. Maana pia kuna baadhi ya watu anakopa kwa mtu, badala ya kuomba apate ili arudishe, matokeo yake anamuombea huyo mtu asahau deni lake. Na hata wengine anamuombea kabisa, Mungu fulani umruhusu afi. Anamuombea wakati mabaya ili mradi tu iwe ni njia ya kuepuka kudhani kwamba pengine kwa kufanya hivyo basi watapona na kujiondoa kwenye madeni walionayo. Acha kumtakia aliyekukopesha mabaya, endelea kumtakia mema. Lakini pia panga kulipa. Dawa ya deni ni kulipa. Dawa ya deni sio kuombea mtu asahau. Dawa ya deni sio kuombea mtu apate na mambo fulani mabaya na hata kumuombea mtu kufa. Hapana. Dawa ya deni ni kulipa. Kwa hiyo madeni yanakuondolea uhuru. Jambo jingine muhimu la kuzingatia Bwana anapotubariki ni kuishi maisha ya kuweka akiba. Moja kati ya vitu ambavyo wengine tumevisahau katika maisha haya ni kujiwekea akiba. Na wengine wanadhani ili uweze kuweka akiba lazima uwe na mapato makubwa. Hapana. Kuweka akiba kunatakiwa kuwe ni sehemu ya tabia ya wanandoa. Kama Mungu anapowabariki, iwe ni kwa vichache au vingi,
lakini basi visitumiwe vyote mara moja na kuisha. Sehemu yake ndogo itunzwe kama akiba. Na Mungu katika kitabu cha Mithali, angalia Mithali sura ile ya 6, Mithali sura ile ya 6 na ile aya ya 6 mpaka ile ya 8. Mithali sura ya 6 aya ya 6 mpaka ile ya 8 anatukumbusha maneno haya. Anasema, ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima. Chungu ni wadudu jamii ya sisimizi. Mungu anasema tuwaendee hao wadudu, na anasema kwa kuwaendea hao wadudu tutapata hekima, tutapata mafundisho, tutapata kitu cha kujifunza. Kwa nini? Aya 7, kwa maana yeye huyo chungu hana akida wala msimamizi wala mkuu, hana mtawala wala nyapara wa kumsimamia wala mkuu wa kumpangia kazi, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Kwamba wadudu hawa jamii ya sisimizi wanakusanya chakula wakati wa mavuno, na wanapokwenda kwenye mashimo yao huko ambako ndiko nyumbani kwao, wanatumia kidogo, wanaweka kidogo, wanatumia kidogo, wanaweka kidogo, wanatumia kidogo, wanaweka kidogo. Saa ambayo hakipatikani huku mavuno yamemalizika na maisha yao yanaendelea. Kwa nini yaendelee? Ni kwa sababu waliweka akiba. Kwa sasa kile kilichokusanywa kimetumiwa, kimekwisha, lakini akiba waliojiwekea kidogo kidogo inaendelea kuwabariki, inaendelea kuwasaidia, na maisha yanaendelea yumkini mpaka msimu mwingine utakapokuja tena. Na ndivyo Mungu pia anavyotukumbusha ya kwamba na sisi tunatakiwa katika maisha yetu tuwe na tabia ya kujiwekea akiba. Mume na mke ni muhimu sana. Kisha kwamba kwenye mapato yenu mnayopata, hakikisheni kipata 10,000 msitumie yote siku hiyo kuisha. Tunza hata 500. Tunza hata 1,000. Kesho na kesho kutwa tunza. Kesho anapo Bwana anakubariki tunza. Kwa nini? Kwa sababu kwenye maisha yetu kuweka akiba kuna faida nyingi, lakini ziko faida kubwa mbili ambazo ningependa nikukumbushe katika wakati huu. Faida ya kwanza ya kuweka akiba, akiba inasaidia wakati wa dharura. Nikukumbushe msikilizaji wangu na mtazamaji wangu ya kwamba baada ya dhambi kuingia duniani, maisha yetu katika sayari hii ya dhambi yanatawaliwa na nyakati kubwa mbili. Yanatawaliwa na nyakati njema na nyakati mbaya. Nyakati njema ni wakati kila jambo linaenda vizuri, kazi inaenda vizuri, biashara inaenda vizuri, afya ni nzuri. Lakini nyakati mbaya, wakati mambo hayaendi vizuri. Wakati mwingine sasa ni mgonjwa, wakati mwingine sasa biashara haiendi vizuri, wakati mwingine sasa ni kazi umefukuzwa na kadhalika na kadhalika. Sasa ukiwa na akiba yako, dharura yoyote inapotokea, hiyo akiba itakusaidia kabla hujaanza kukimbia huko na huko kutafuta msaada kwa wengine, kutafuta mikopo kwa wengine. Na hata wengine unapowaendea wakakwambia mwenzangu sina, unabaki kuwalaumu, ameninyima tu, hanazo, mbona yeye mambo yake yanakwenda vizuri, mambo mengine ya namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu kuweka akiba. Lakini ukiwa na akiba yako, dharura yote inapotokea, iwe ni ya ugonjwa, iwe ni ya kuachishwa kazi, iwe ni ya kupata hasara au biashara kwenda vibaya, bado akiba yako itakusaidia. Lakini jambo la pili ambalo ni faida ya kuweka akiba, akiba inasaidia kufanya mambo makubwa ambayo hatuwezi kuyafanya mara moja. Akiba itakusaidia katika kufanya mambo makubwa ya maisha ambayo huwezi kuyafanya mara moja. Kwa nini? Kwa sababu yako mambo ambayo ni mahitaji ya familia, hitaji mbalimbali ya familia. Wakati mwingine ni hitaji la kujenga nyumba. Sasa pato lako la mwezi mmoja au la mwaka mmoja haliwezi kujenga nyumba ikaisha, lakini kwa kuweka kidogo kidogo, kuweka kidogo kidogo, mwisho unashangaa una pesa hapo ya kununua kaproti mahala fulani. Baada ya muda una pesa ya kununua tofali kidogo na kupeleka. Baada ya muda una pesa ya kujenga msingi. Baada ya muda una pesa ya kupandisha boma. Baada ya muda unashangaa una pesa ya kupaua kidogo kidogo. Na miongoni mwa mambo makubwa ambayo Mungu anatamani kuona kila familia inakumbuka kuyafanya ni swala la kujenga nyumba. Swala la kujenga nyumba. Biblia katika kitabu cha Mithali sura ya 24 na aya ya 27. Mithali 24 na ile aya 27, Mungu anasema, tengeneza kazi yako huko nje, jifanyizie kazi yako tayari shambani, ukiisha jenga nyumba yako. Tengeneza kazi yako huko nje kwenye biashara, huko nje kwenye shughuli za ufundi, huko nje kwenye ajira mbalimbali, shughulika huko. Na kama ni mkulima, Bwana anasema lima. Lakini baada ya hayo yote,
jenga nyumba yako, jenga nyumba yako. Kwa hiyo kujenga nyumba ni wajibu muhimu wa kila familia. Najua wako baadhi ya familia ambao wamesema sasa wamekata tamaa ya kujenga. Sema kwa sababu ya mapato yetu sisi hapa mjini hatutaweza kujenga, hapa kijijini hatutaweza kujenga. Kwa hiyo wameridhika kuishi maisha ya upangaji. Hapana. Nikutie moyo msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ikiwa unakumbana na changamoto ya namna hiyo ya kukata tamaa katika swala la kujenga, hapana, kumbuka bado unaweza kujenga. Kuna watu ambao kwa sababu ya mibaraka walionayo anaweza kujenga nyumba mwezi mmoja imeisha ya gorofa. Ni sawa. Mwingine anaweza kujenga mwaka ikaisha, ndio. Lakini lazima kama familia muwe na mpango mkakati wa kujenga. Hata kama itachukua miaka 5, itachukua miaka 10, lakini lazima mfikie mahala muwe na kwenu. Na hilo litawezekanaje? Litawezekana tu kwa kuhakikisha kwamba Mungu anapowabariki kwa hivyo vidogo, hivyo vichache, mnatumia kidogo, mnaweka kidogo. Mnatumia kidogo, mnaweka kidogo. Hata baada ya mwaka, miaka miwili, mnaweza kushangaa tayari mna 200,000, 300,000, 500,000 za kuweza kununua kaploti mahala fulani. Hata kama ni nje kabisa ya mji huko, nenda kanunue. Nenda wewe, tangulia, watu watakukuta. Baada ya muda mnaendelea kuweka kidogo kidogo, mwishowe mnajenga kama msingi, mwishowe boma linanyanyuka kidogo kidogo, na mwishowe hata mnapaua. Mungu anatamani kuona kila familia ikiwa na nyumba yake, ikiwa na makazi yake. Ndio unaweza kuwa na nyumba yako mahala huko mahala fulani kwa sababu ya kazi, maana pia kwa sababu ya wale wanaohamahama kwa kazi na biashara kadhalika. Huwezi kujenga kila mahala, lakini lazima uwe na mahala panapoitwa nyumbani kwako. Uwe na mahala ambapo watoto wanaita hapa ni nyumbani kwetu. Uwe na mahala ambapo ni mji wako, hata kama ni chumba na sebule, lakini kwako. Lakini kwa hiyo kumbuka, kuweka akiba ni jambo muhimu. Mungu anapotubariki kwa maisha haya, ili baraka anazotupatia zidumu kuleta amani, upendo, furaha na umoja, lakini pia ziwe baraka kwa mambo yetu mbalimbali tunayofanya katika maisha haya. Jambo jingine muhimu la kuzingatia ni kila mwanafamilia, kila mwanandoa, mume na mke, kuwa wazi juu ya mali mulizonazo au mali ulizonazo. Kuna baadhi yetu tunaishi kwenye maisha ya ndoa lakini tumefichana mali. Kuna baadhi ya watu kwa sababu ya baraka ulizonazo, unashangaa mume anajenga mahala, mke hana habari. Amenunua shamba mahala, mke hana habari. Amefungua biashara mahala, mke hana habari. Wakati mwingine ni wanawake, Mungu amembariki, ndio unashangaa amejenga nyumba mahala fulani, lakini mume hana habari. Amefungua biashara, amenunua shamba na kufanya mambo mengineyo, lakini mume hana habari. Mpango wa Mungu ni kwamba kila mwanandoa ajue mali zote za familia ziliko. Kwa nini? Kwa sababu chochote unachokificha kwa mwenzi wako, iwe ni nyumba iko mahala umemficha, iwe ni gari iko mahala umemficha, iwe ni bajaji inafanya biashara, ndio inakuletea pesa, lakini mke wako au mume wako hana habari. Liwe ni shamba, elewa iko siku hicho ulichokificha hakitakubariki wewe wala kuibariki familia yako. Na wako wengi wamepoteza vitu. Kwa nini? Kwa sababu alivificha. Na kwa nini? Kwa sababu saa ilipofika wengine walikufa ghafla. Shangaa umekufa ghafla. Umekufa ghafla. Na nikukumbushe tu ya kwamba leo hii kufa ni rahisi kuliko kuishi. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu tunachokiona, tunachokutana nacho ni hatari kwa maisha yetu. Wakati mwingine hata mwenzi wako ni wa hatari kwako. Magari tunayopanda ni hatari kwetu. Hizo bodaboda na bajaji tunazopanda hizo na kuziendesha ni za hatari kwa maisha yetu. Vyakula tunavyokula ni vya hatari kwa maisha yetu. Nyumba tunazolala ni za hatari, maana yaweza kukumbwa na tetemeko ukafia humo, yaweza kupatwa moto ukafia humo. Kwa hiyo maisha yetu hayana uhakika. Kumbuka Daudi alipotafakari anasema maisha yetu kila wakati tupo katikati ya bonde la uvuli wa mauti. Bonde la uvuli wa mauti. Katika Zaburi 23 na ile aya ya 4. Na yeye anasema nijapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Kwa nini aogopi? Ni kwa sababu wewe Mungu uko pamoja nami. Na maisha yetu yanakuwa tu ya maana tunapoishi siku kwa siku tukiwa na Mungu, lakini bila Mungu maisha yana maana, kwa sababu hayatabiriki, kwa sababu hayaaminiki, kwa sababu yanaweza kukoma wakati wowote, na hasa katika saa usio ndani. Na ikitokea basi kuna vitu umeficha, kuna nyumba umejenga mahala na umeficha mkeo, ukishakufa imebaki ya wapangaji, hao imebaki ya ufundi, kuna bajaji, kuna gari, kuna bodaboda umeficha. Ukishakufa basi hiyo imebaki vya huyo anayevitumia kwa wakati huo. Na ndiyo maana ni muhimu kisha kwamba kila mali inajulikana, na kila mali, kila mwenzi, kila mwanandoa anafahamu kule iliko. Ziko nyakati pia wanaume wananunua vitu na mashamba, majumba na kadhalika, na wanatamani sana wake zao waweze kuvijua, lakini kila wanapotaka kwenda nao kuwapeleka, wengine wanasema mimi sina nafasi leo, tusubiri siku nyingine, tupange tu muda mwingine. Matokeo yake ikitokea amekufa huyo, na hivyo vitu kwa sababu ukivijua
Sasa inabaki tu pengine rehema ya Mungu, aidha kupitia kwa wapangaji au kwa mtu fulani anayejua, labda akupe taarifa. Unajua, hata hivyo mpango wa Mungu ni kwamba hata pesa kule tunakotunza pesa zetu, iwe ni benki, lazima ni vizuri mwenzi wako akijua, mke wako ajue, mume wako ajue ziko benki gani. Kwa nini? Kwa sababu ikitokea umekufa, hakuna mtumishi wa benki atakaye kuja kumletea mwenzi wako taarifa kwamba unajua mume wako alikuwa na milioni 10 au mke wako alikuwa na milioni 20 au alikuwa na 500,000 kwenye benki yetu. Hakuna. Na unashangaa kwamba kuna pesa nyingi za wanaume na wanawake zimebaki kuwa mali ya benki kwa sababu wamiliki walikufa na hawakuwa wamewapa taarifa wenzi wao, na hizo zikapotea. Pesa ambazo zingebaki kuisaidia familia, kumsaidia mume aliyebaki na watoto, kumsaidia mke aliyebaki na watoto, matokeo yake zinapotezwa, maana sasa kwa sababu zilifichwa. Lakini jambo jingine muhimu, ili pesa na mali anazopatia Bwana ziwe baraka kwa maisha yetu, kuhakikisha kwamba kila tunachokitafuta tutafute kwa njia halali. Tunaposhughulika kutafuta mali katika dunia hii, tukumbuke kutafuta kwa njia halali. Ziko njia za udhalimu nyingi, za ubatili nyingi, hizo tunatakiwa tuziepuke katika maisha yetu, na Mungu anatushauri. Yako mengi anayoyasema, lakini tutasoma aya chache. Miongoni mwa aya hizo ni katika kitabu cha Mithali sura ya 15 na ile aya ya 16. Mithali 15 na ile aya ya 16, Biblia inasema kuwa na mali chache pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na taabu. Kuwa na mali chache, na ili hali tukimtii Mungu, na ili hali tukimheshimu Mungu, na ili hali zikija kwa njia halali, ni bora kuliko kuwa na mapato mengi pamoja na taabu. Kuwa na mali chache. Lakini Biblia inaposema juu ya habari ya mali chache, sio mali chache zinazopatikana kwa kufanya kazi kivivu. Hapana, ni mali chache zinazopatikana kama matokeo ya jitihada yenu yote, kwamba kwenye kushughulika kwenu kote, kutumia nguvu zenu, kutumia akili zenu na kutumia muda wenu. Hicho ndicho Bwana alichowapatia. Na Mithali 16 na ile aya ya 8 inasema maneno haya, 16:8, afadhali mali kidogo pamoja na haki kuliko mapato mengi pamoja na dhuluma. Mungu anataka tunapotafuta mali, asokesha watu wazitafuta kwa njia ya haki, si kwa njia ya dhuluma. Dhuluma ni pamoja na kuchakachua mizani. Badala ya kumpa mtu kilo, unampa robo 3 kilo. Madebe yetu, badala ya kumpa mtu debe, unampa robo 3 ya debe. Vipimo mbalimbali unapovichakachua ili kujipatia, kuongeza faida, kujiongezea mapato, hayo ni mapato ya udhalimu, na hayatakiwi kuja katika nyumba zetu na katika mikono yetu. Tunatakiwa tutafute pesa hata kama ni kidogo, lakini leo kuja kwa njia halali na kwa njia ya haki. Dhuluma ni pamoja na kuwadhulumu watu wengine. Wako wafanyabiashara wamewadhulumu wafanyabiashara wenzao. Wako watu wamewadhulumu ndugu zao, marafiki zao, jamaa zao, waliwaamini wakawapa, wakiamini watafanya kazi pamoja, wakiamini na wao watafaidi matokeo ya biashara au ya kazi fulani, lakini matokeo yake yule aliyechukua akaamua kuwadhulumu, akaamua kukataa, hatukuandikishana na wengine, basi anakwambia tumepata hasara, na ili hali faida imepatikana. Matokeo yake hizo zinapoingia kwenye mikono yako, kumbuka hizo ni mali za dhuluma, mali za dhuluma ambazo Mungu anataka tuziepuke. Kwa hiyo tunapotafuta mali katika dunia hii, tushughulike tupate mapato kwa njia halali. Njia za udhalimu zinazopelekea hata wakati mwingine watu wengine kuwaua wenzao, hizo hazitakiwi kuonekana katika maisha yetu. Tunataka kutafuta mali kwa kuondoa uhai wa mtu, uhai wa mke au uhai wa mume, uhai wa watoto, uhai wa wazazi, uhai wa wafanyabiashara wenzetu au wafanyakazi wenzetu. Jamani, mambo hayo ni mabaya na hayafai. Mapato ya udhalimu, mapato ya dhuluma ni ya hatari. Tunaweza kuwa nayo, ndio, hata tukidhulumu tunaweza kuwa nayo kwa miaka michache, 10, 20, 30, lakini mwisho tutaviacha, maana kuna kufa pia katika maisha haya. Lakini tukitenda haki, hata kama tukifa, tutakuwa salama mikononi mwa Bwana. Lakini tukitenda dhuluma, tukifa, tutakuwa mikononi mwa shetani, na saa yaja Bwana atatuhukumu na atatuangamiza kwa milele wote. Lakini jambo jingine muhimu la kukumbuka, kwa ili baraka anazowapatia Bwana zidumu, kutenda mambo mema na ziwe baraka kwa familia kama makusudi ya Mungu yalivyo, kisha kwamba zinadumisha amani, zinadumisha upendo, zinadumisha furaha, zinadumisha umoja nyumbani. Lazima kila Bwana anapowabariki, Mungu akumbukwe, huyo Bwana akumbukwe, na anakumbukwa kisha kwamba kwa kila mbaraka anaowapatia, mnaleta zaka, mnaleta sadaka, mnaleta zaka, mnaleta sadaka, na ndipo atakapokuwa mshirika
katika ajira yenu, atakapokuwa mshirika katika biashara yenu, katika shughuli zenu za ufundi, katika ufugaji wenu, katika shughuli zenu za kilimo na nyinginezo mnazofanya kwa maisha haya. Na kwa kufanya hivyo, ameahidi atafungua milango ya mbinguni na kuendelea kuwapatia baraka siku kwa siku. Mambo haya niliyoyataja yakifanywa vizuri nyumbani, kila mbaraka unaokuja utajenga mahusiano mema, utadumisha upendo, utadumisha furaha na mtadumisha umoja, na mambo yatafanyika ya maendeleo hatua kwa hatua, na Mungu atawainua toka hatua moja duni kwenda hatua moja bora siku kwa siku katika maisha yenu. Na amani, upendo, furaha na umoja vitadumu nyumbani, na nyumbani patakuwa mbingu ndogo kama Mungu alivyoikusudia katika maisha yetu. Yanapofanywa tofauti, yataleta magomvi, yataleta ubinafsi, na hata anaweza kupelekea wanandoa kuachana. Na hivyo tusimame na Bwana, na Bwana akubariki msikilizaji na mtazamaji, na ukayafanya haya katika maisha yako, ili baraka zake anaweza kupatia ziwe ni ndogo au ziwe ni kubwa, lakini zionekane na kufanya mambo mazuri katika maisha yako na katika maisha ya familia yako, na hata kuwa baraka kwa wanadamu wengine, lakini pia bila kusahau kuwa baraka kwa kazi ya Mungu. Bwana akubariki, na tuombe.